Galula oye! Nitumie fursa hii niwapongeze sana, niwapongeze kwa kazi kubwa na mzuri mnayoifanya ya uzalishaji wa mazao ya kilimo, kwa sababu kazi mnazozifanya ndizo zinasaidia kuweza kuchochea maendeleo ya kiuchumi, zinawasaidia nyinyi wenyewe kupata kipato na kuweza kuboresha maisha yenu, kujenga nyumba bora, kuweza kumudu gharama za mahitaji ya shule kwa ajili ya watoto wetu, mahitaji ya huduma za afya pamoja na mahitaji mengine. Lakini hali kadhalika serikali inapata mapato kupitia shughuli za kiuchumi ambazo mnazifanya. Kwa hiyo naomba niwapongeze sana kwa kazi kubwa na mzuri mnayoifanya, naomba mjipigie makofi. Lakini jambo la pili ambalo naomba kuwaeleza, serikali iliamua kuja na mfumo wa stakabadhi za ghala kama mkombozi kwa mkulima, kwa sababu kwa muda mrefu mifumo ambayo imekuwa ikitumika kwa wakulima kuuza mazao yao ni mifumo ya kutumia wafanyabiashara wakati, walanguzi ambao wanakwenda kwa mkulima, wananunua mazao kwa bei ya chini na wanakwenda kuuza kwa bei ya juu. Mkulima anafanya jitihada za kulima kwa gharama zake, anapanda, anapalilia, anavuna, mwisho wa siku anakuja kuuza kwa bei ambayo haimpatii manufaa. Unaendelea kuwa maskini, lakini kuna watu wachache wanatajirika kupitia kazi ambayo wewe unaifanya. Sasa serikali ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ikaona ni vyema mkulima wa Tanzania tumweze kumuinua, tumkomboe. Ikawekeza vya kutosha kwenye masuala ya pembejeo za kilimo. Tunajua tunapata mbolea kwa bei ya ruzuku, si ndio? Tunapata mbegu kwa bei ya ruzuku, lakini pamoja na pembejeo zingine. Lakini serikali ikaona haitoshi kujikita kwenye kumwezesha tu mkulima kuzalisha kwa tija. Ikaenda mbali zaidi kuweza kutafuta mfumo utakao kuwezesha wewe mkulima kuuza mazao yako kwa bei iliyokuwa nzuri. Na ndio maana hapa nimewauliza kwamba bei ya ufuta imekuwa mkiuza kwa shilingi ngapi? Tumepata hapa takwimu kwamba kabla hatujaanza mfumo wa stakabadhi za ghala tulikuwa tunauza ufuta kwa shilingi 1200, imezidi sana shilingi 2000. Lakini tumeanza mfumo wa stakabadhi za ghala kwa mwaka wa kwanza, bei ikafanya nini? Ikapanda ukilinganisha na ile ambayo tumekuwa tukiuzia huko kipindi kilichopita. Lakini tukaenda tena ikapanda mpaka ikafika shilingi 4000, tofauti na bei ambazo zilizopita. Ingawa mwaka jana ilishuka, lakini bei ambayo tuliyoiuzia hatuwezi kuilinganisha na bei ambayo tulikuwa tunauza kipindi ambacho hakukuwa na mfumo wa stakabadhi za ghala. Lakini hata bei hiyo ya shilingi 3030 ambayo sisi tunaiona kwamba ilishuka, tunaiona ilishuka kwa sababu tunailinganisha na bei ya mwaka juzi ya shilingi 4000, na ndio maana tunasema bei imefanya nini? Imeshuka. Lakini bei hiyo ya 3000 ukilinganisha na wale ambao wanashawishika kwenda kuuza kwenye madebe, bei yao bado ilikuwa ni ndogo. Tumemsikia hapa mzee wangu, nimemuuliza swali kwamba huko kwenye madebe ulikuwa unauza shilingi ngapi, akatuambia shilingi ngapi? Shilingi 25,000, ambayo sawasawa na shilingi ngapi kwa kilo moja? Shilingi ngapi? Si kama shilingi 1000 sijui na ngapi. Lakini waliouza kwenye mfumo wa stakabadhi za ghala waliuza kilo moja shilingi 3000, ambayo ukiweka kwenye debe ambayo ni kilo kama 14 inakuwa ni zaidi ya 4000 na ngapi. Kwa hiyo bado mfumo wa stakabadhi za ghala, hata kama bei ikashuka kwenye soko la dunia, lakini kupitia mfumo wa stakabadhi za ghala bado utakupatia bei nzuri kulingana na hali halisi ya bei iliyopo katika soko. Kwa hiyo kushuka kwa bei ya mazao, wala msidanganyike kwamba kunatokana na uchaguzi au kunatokana na nini. Hapana, kwa sababu ununuzi wa mazao haya unafanyika kimataifa.
hao ambao wananunua huku na wao wanakwenda kuuza kwenye masoko ya nje. Kwa hiyo bei ambayo iliyopo kule kwenye masoko ya dunia nayo pia inaathiri bei ya huku kwetu ya kuuzia mazao. Bei kule inapokuwa mzuri, hata mazao yetu huku yanafanya nini? Yanapanda. Bei kule ikishuka, na huku vile vile unakuta mazao yetu yanafanya nini? Yanashuka. Lakini hata kama bei kule ikashuka, kupitia mfumo wa stakabadhi za ghala, bado mkulima tunamhakikishia kupata bei ambayo haitofautiani sana na ile bei ya nini? Ya soko kule la dunia. Kwa hiyo hilo ni jambo muhimu sana ambalo, ndugu wananchi wenzangu, tulitambue na tulielewe kwamba mfumo huu ni mfumo ambao ni mkombozi kwa mkulima, na lengo lake kumkutanisha mkulima moja kwa moja na mnunuzi yule wa mwisho, kwa sababu mfumo huu, wewe peke yako mkulima hauna uwezo wa kuuza mazao yako kwa mfanyabiashara, kwa mnunuzi mkubwa aliyoko Dar es Salaam. Hauna uwezo wa kuuza moja kwa moja kwa mnunuzi mkubwa aliyoko India. Hauna uwezo wa kuuza kwa mnunuzi mkubwa aliyoko sijui mchi gani. Lakini kupitia mfumo, wananchi wa wapi? Wa Galula, nyinyi hapa mna uwezo wa kuuza moja kwa moja mazao yenu kwenye soko la nje la India. Mna uwezo wa kuuza kwenye soko la nje sijui ya Afrika Kusini. Mna uwezo wa kuuza mazao yenu moja kwa moja kwenye soko la nje nchi yoyote ile duniani.